طيب كسر مسألة هاي في يسوم مخجانا في كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين kwamba je inajuzu kumchinjia mayit kumchinja udhuhia kwa niaba ya mayit je udhuhia itafika thawabu za udhuhia zitafika kwa yeye tusema kwamba ikiwa mayit alitoa usia katika ile mali yake akasema mimi nikifa nifanyiwe udhuhia fadhabu anhu wajib basi kuchinja kwa niaba yake itakuwa ni wajib chinja katika mali yake ni wajib kama alivyosema Allah min ba'di wasiyi yusi biha au dayn lakini hiyo ni pale atakapokuwa ametoa usia ama mayit hakutoa usia mayit hakutoa usia na baada ya kufa huyo mtu baada ya kufa huyo mtu wale waliobaki sasa katika familia yake mtu mmoja akajitolea kumchinjia je hili lafaa au halifai jawabu kwamba lafaa jambo hilo lafaa hakuna mani hakuna kizuizi kwa mujibu wa sharia kwa sababu hilo linaingia katika mlango wa nini kumpa zawadi ya thawab mayit hiyo ndio madhhabi jumhuri ahli ilm Hanabila Shafi'ia na wengi katika Malikia ndio kauli ambayo amechagua Ibn Taymiyyah Ibn Baz Ibn Uthaymeen wengine kwamba wewe baba yako amefariki kaamua kujitolea kumchinjia baba yako kuchinja udhuhia ili thawabu ziende kwa baba yako amrun jaiz dalili ya kujuz idha mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath akifa mwanadamu katika matendo yake yote isipokuwa matatu akataja katika hayo sadaqa jariya sadaqa yenye kuendelea na udhuhia ni sadaqa ibada maliya kwa hiyo panatarajiwa kufika thawabu zake na ujira wake kwa mayit bali Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema awsani rasulullah mtume wa Allah amenihusia mimi an udhahi anhu nichinje kwa ajili yake yani nichinje kwa niaba yake mchinjia fala azalu udhahi anhu ma baqit asitaacha kuchinja kumchinjia kwa niaba ya Mtume salama muda wa kuwa nimebaki haya hapo tumeona zile ile cha kuzingatia na tambihi ya kuzingatia na muhimu kwamba si sheria kumchinjia mayit peke yake na ukawacha wale walio hai bali anatakiwa aanze yeye mwenyewe nafsi yake kisha amshirikishe katika thawabu mayit طيب kwa hiyo jawabu tunahitimisha kusema kwamba
kuchinja udhia kwa niaba ya mayit jaiz kwa mujibu wa sheria, sawa sawa alihusia au amejitolea mtu kumchinjia mayit katika watoto wake au wengineo, basi panatarajiwa thawabu za udhia na ujira wake ufike kwa huyo mayit. Na hiyo ni katika anwaa albirri bilwalidain, katika aina za kufanyia wema wazazi wawili, na watu mnaghafilika milango. Naam. ثم قال الجامع وفقه الله تعالى: وتقسم لحوم الأضحية 3 أقسام. inagawanywa nyama ya udhia vigawanyo vitatu: thuluthun lilfaqiri, thuluthi moja inatakiwa kuchukuliwa wapewe mafakiri, wa thuluthun lisadiqi, na thuluthi nyingine wanapewa marafiki, wa thuluthun linnafsi wal ahli, na thuluthi nyingine wanapewa kwa ajili ya nafsi yake na familia yake. Dalilu qawluhu ta'ala, dalili ya hili ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka: fakulu minha, basi kuleni nyinyi wenyewe katika hiyo nyama, wa at'imu al-ba'is al-faqir, na nyingine walisheni wenye shida, wale mafakiri. Suratul Hajj. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliwahi kuulizwa masala haya. سماحة الشيخ، توزيع الأضحية إلى 3 أقسام، kuigawanya nyama ya udhia katika vigawo vitatu. Yuzau qismun minha ala al-fuqara, linagawanywa kigawanyo cha nyama kwa mafakiri, wal masakin, na maskini, wa natbahu الثلثين الآخرين في المنزل، na tukapika thuluthi mbili za mwisho nyumbani kwetu. Wanajitamiu alaiha ma'a al-aqarib, na tukakusanyika kula hiyo nyama na wale watu wa karibu. Hal alaina fi dhalika shay? Je, kuna ubaya juu ya jambo hilo? Kuna ubaya kufanya hivyo? Sheikh Al-Allama Ibn Abdul Aziz Ibn Baz akasema: al-udhiyatu shara'aha Allah li'ibadihi, udhia ameweka sheria Allah kwa waja wake, waja'alaha qurbatan, na akafanya kuwa ni kurubisho, yataqarrabu biha ilayhi fi Eid an-Nahri, ambacho mja wa Allah anajikurubisha kwa Allah katika Eid ya kuchinja, fil hadirati wal badiyah, sasa ni mjini au vijijini. Walam yuhaddid subhanahu wa ta'ala ma ya'khudhuhu minha sahibuha, na Allah mwenyewe hajaweka ukomo wa kile ambacho atakichukua mchinjaji, hajaweka ukomo huo. Wama yu'tihi al-fuqara, na wala hajaweka ukomo wa kile ambacho atawapa wale mafakiri. Faqala subhana, basi amesema subhana, fakulu minha, basi kuleni kutokana hiyo nyama, wa at'imu al-ba'is al-faqira, na nyingine walisheni mafakiri wenye shida wale mafakiri. والآية الأخرى، na aya nyingine Allah amesema fakulu minha, basi kuleni kutokana hiyo nyama. fakulu minha, basi kuleni kutokana hiyo nyama. wa at'imu al-qani'a wal-mu'tarra, wa at'imu al-qani'a, na walisheni waliokinai, wal-mu'tarra, na wale wanaolazimika kuomba, فالمشروع للمؤمن. الشيخ عبد العزيز بن باز akasema basi jambo la kisheria kwa mu'min atakapokuwa amechinja fi udhiyati au fi dhahiyati, katika ile nyama yake katika kichinjo chake alichokichinja, an yakula wa yut'ima, ni nyingine kuila yeye mwenyewe na nyingine akalisha wengine. Fa idha akhraja thulutha, ikiwa ataamua kutoa thuluthi, wa wazza'ahu lilfuqara,
na akaigawa wa mafakiri, akala thuluthain, na akala thuluthi mbili mwenyewe, ma ahli baiti, pamoja na watu wa nyumbani kwake, fala bas, hakuna ubaya, wala haraja fi dhalik, wala hakuna ubaya katika hilo, hakuna shida. Walau akhraja aqalla min athuluth, na lau atatoa chini ya thuluthi moja, kafa dhalik, tatosha. Wa in a'ta alfuqara aidha, na ikiwa ataapa mafakiri vile min jiranihi, kutokana na majirani zake, wa aqaribihi, na watu wake wa karibu, fala bas, hakuna ubaya. Fal amru fi hadha wasi'un, kwa jambo hili limeachiliwa zaidi, wewe utafanya vile utakavyoona ni munasaba, nafaa. Alhamdulillah. wazi jamaa. طيب. ولا يباع من الأضحية، الجامع akasema wala yuba'u min al-udhiyati shay, wala hapauzwi kutokana hiyo nyama ya na hiyo nyama ya kichinjwa chochote kile, hapauzwi chochote. Wala yuba'u, wala hapauzwi min al-udhiyati shay, kutokana udhiyati chochote kile. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل يهل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من باع جلد udhiyatihi, yule ambaye atauza ngozi ya kichinjwa chake, fala udhiyata lahu, hana thawabu za udhiya. Man ba'a jilda udhiyatihi, yule ambaye atauza ngozi ya kichinjwa chake, fala udhiyata lahu, fala udhiyata lahu, hana hii thawabu za udhiya. Rawahu al-Hakim wa sahahahu al-Albani. Kwa nini tumeambiwa maneno haya kwamba haifai kuuza nyama ya udhiya, wala ngozi, wala makongoro, wala? Kwa nini? Kwa sababu kufanya hivyo ni kwenda kinyume na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kunabatilisha ule ujira ambao wewe ulitakiwa upate, au kunapunguza. Kwa sababu yule mnyama wewe tayari umemtoa lillah, sasa mbona wauza? Haifai, kwa sababu umemtoa lillah, umemtoa kwa ajili ya Allah. Kilichotolewa kwa ajili ya Allah ni haramu kukiuza. Kilichotolewa kwa ajili ya Allah hakifai kuuzwa. Inuka umekitoa lillah, alafu hicho mtu mmoja alitoa eneo la msikiti wakfu, hapo Islam nyingine msikiti hapo, basi Waislamu wakaanza jenga msikiti mpaka walipofika usawa wa Linta, lile eneo likapitiwa na eneo la barabara. Watu wa barabara wakaja wakasema ile eneo la barabara, hakuna kujenga msikiti. Basi kwa hiyo, lakini hiyo barabara imepitishwa hapo, lakini watalipwa. Kwa hiyo mamilioni mengi ya pesa yatamiminwa hapo. Yule mwenye eneo alikawa ametoa wakfu, aliposikia hiyo habari akarudi tena, mimi ndio hapa mjenge msikiti. Sasa maadamu imeshindikana kujenga msikiti, basi hizi pesa zitakazotolewa ni za kwangu, nyie bomoeni hilo jengo lenu ambalo mmejenga, mtagawana eneo, mtabaki kwangu. Subhanallah, wewe ulitoa lillah, alafu leo hii tena huyo anafanya makosa. Ni kosa kubwa. Kwa hiyo na wewe unachinja udhiya, haifai ukauza chochote katika hiyo udhiya yako, kwa sababu umemtoa huyo mnyama lillah.
طيب وتقسم سوى